Tumezungumza mambo ya nishati na kama mnavyoona kumewekwa saini mikataba 8, kati yao mkataba wa nishati, na hii ni kujenga njia za kuunganisha kuziana umeme baina ya nchi zetu mbili. Tumekamilisha njia moja, tunakwenda kujenga njia ya pili, na ndio hichi tulichosaini leo hapa. Vile vile tumesaini ujenzi wa bomba la gesi utakaotoka Tanzania Dar es Salaam kuelekea Mombasa, Kenya. Hayo nayo tumezungumza, tumekubaliana, na kama mlivyoshuhudia tumesaini maelewano hapa. Jambo la tatu ni kwa upande wa uchukuzi na miundombinu. Mmeshuhudia uwekaji wa saini kule Kenya, wasema kuweka dole, si ndio? Kuweka kidole, sio kuweka dole, kidole. Tumeweka saini makubaliano kwenye nyanja mbili. Moja kwenye reli, tunakwenda kuunganisha reli kutoka bandari ya Tanga tunakwenda mpaka Kilimanjaro. Kilimanjaro tunapita Taveta, reli inaunganika na Kenya. Lakini kwenye hilo Rais Ruto amesema kuna kipande kingine ambacho nacho lazima tukifanyie kazi, itakachokwenda kuunga kutoka Kenya kuingia kwenye SGR kule Singida. Kwa hiyo nayo tutakwenda kuifanyia kazi. Lakini vile vile kuunganisha usafiri ndani ya maji katika maziwa yetu na hasa Ziwa Victoria ambalo linaunganisha biashara Kenya na Tanzania, lakini pia Uganda. Kwenye sekta ya ulinzi tumezungumza nako, na kuna mambo tumekubaliana. Kuna mambo mengi sasa hivi yana crop up, mambo ya ugaidi, kupambana na madawa ya kulevya, uhamiaji haramu. Kwa tumezungumza kufanya vizuri kwenye mipaka yetu, kuongeza ulinzi watu wa uhamiaji, kuongeza umakini kwenye mipaka yetu ili watu waovu wasiwe wanavuka kufanya uovu pande wowote ule kati ya nchi zetu mbili. Tumezungumza sekta ya anga, tunafanya vizuri, tumepongezana na tumesema tuongeze huduma upande wa sekta ya anga. Lakini kwa upande wa kilimo na biashara ya mazao, tuliwaambia ndugu zetu Kenya, Tanzania ni wakulima wazuri, tuna akiba ya kutosha ya mahindi, na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwa tumeomba wafanya biashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula, waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara. Lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike.